Amna kitu, nimeteleza tu. Kwa nini mama? Sikia kelele. Amna kitu, nimeteleza tu. Nimefanya kitu kibaya, niambie. Amna. Nyinyi kama mmemfanya kitu kibaya mama, nawahakikishia mtahama. Nyinyi haya Aida wangu, mtoto wangu, umenitelekeza kweli kweli. Wewe naomba unipe hata neno moja kuhusu Aida. Angeasi yani anapaswa kuseseka hadi damu yake ikatekia baada. Hasha, nikizekalika siwezi kukuacha Naida apotee. Kama tupo kwenye maandalizi ya kupika. Sinajua mila hii. Haya, tuachane nayo. Leo naomba unieleze vizuri. Huyu binti Naida umemtoa wapi? Mama, Naida nimemtoa baharini. Nilimkuta akiwa na shida sana na akihitaji msaada. Nikaona nimsaidie. Kuna vitu nimeviona. Macho yangu hayadanganyi. Nisingependa kukudanganya mama. Yukule hata mimi kuna vitu nimeviona kwa Naida. Bado sivielewi. Faisal, naogopa. Nahisi hautokuwa salama. Kivipi mama? Tuachane na hayo. Unajua mambo mengine yanakuwepo tu, kwa hiyo unaweza ukajikuta unafanya vitu vingine anda lakini babangu yani hizi siku 2-3 mimi hata sijielewi. Yani nikiamka naamka mchovu, mwili wote unakuwa unaniuma. Sasa sijui ni homa. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji uniazime hela nikapime kwanza hospitali. Yani kweli naamini ulipo mdogo wewe na akili yako ndogo hivyo hivyo. Ni kitu gani ambacho ukielewi mpaka sasa? Ina maana wewe umefungwa masikio hata macho pia uone. Sikiliza nikwambie, kuna mchezo unachezwa hapa.
na mtu ambaye anaucheza huu mchezo si mwingine ni Faisal. Faisal unamuona kama ni mtoto mdogo katika umri, lakini inaonekana yule ana mambo ya ushirikina, mambo ya kichawi, yani ni mshirikina vya kutosha. Na huu mchezo nauona na ucheza kwako ni kwa sababu inaonyesha dhahiri kuna vitu umemzidi, yani wewe umemzidi, na ndio maana anakuonea wivu. Sasa unanielewa? Wakati mimi usuggest wewe, nasema tu wewe baba Mijengo, baba mtawala, maana kaka ninijia wewe, kwanza una nyota ya upepo. Sawa, wewe hapo ina maana ndio ambao unapenda familia, wewe ni chaguzi letu. Umeelewa? Sasa yule anafuekea vitu vya hivi, yani ana roho ile ya korosho. Umeelewa? Ndio maana mimi nakuwa simpendi, kwa sababu ana roho mbaya. Una roho nzuri. Kwa hii michezo aliyocheza kwako, mimi karibu nitaenda kuituliza. Umeelewa? Kuna mchakato unaofanya huo. Sawa, ukikaa ngeng kwenye ramani zangu, yule kwisha mali yako chale. Tatizo lako kwa mdogo, wewe ni mabonye. Mabonye baba? Mimi sio mabonye, nisikilize wewe. Kila siku wewe mitego unaweka sawa, lakini haikai sawa. Wewe kila siku unatega wewe tu mdogo. Shida yako wewe unaniona udogo wangu, ni mwili wangu mwembamba huu. Mbona unaona nimekondeana, unaona sina kitu. Mimi nina vitu vikubwa. Mtoto nitamtengeneza utaamini. Hebu tuende. Niachie mimi muziki. Sawa mwanangu? Mjomba. Tuende. Mabonye sana tatizo. Utanikubali. Hata nikubali. Wewe unanichukulia kawaida. Ita. Sijui kwa nini kazaliwa, magumu wanapitia. Tunaweza tukaongea? Karibu na kusikiliza. Inapendeza. Yaani we dada, sijui kwa nini nimetokea kukuchukia. Hivi unajua sikupendi yani. Na usichokijua basi, na wifi yangu nayemwelewa kipenzi, na sio wewe Mwajuma huyo Mwajuma. Una haki ya kuongea chochote unachojisikia, lakini nikukumbushe tu, mwenye mamlaka ya kunitoa hapa ni kaka yako na si wewe, kwa sababu yeye ndo alonileta hapa. Unaonekana unajeuri sana. Nitakufurahisha, utapenda. Mbona nitakuondoa humu ndani, wewe mwenyewe hautoamini, labda sio mimi. Hivi kwani mimi huyu ananichukuliaje? Anjibu mimi ushubwada kuna deki, yani nitamkomesha. Ndio. Vipi? Hizo demo anatuchukuliaje? Ananichukuliaje mimi? Yaani mimi kunijibu ushubwada au anajibu mimi jeuri? Yaani mimi nimeenda tu kumuona kwa wema, lakini anajibu mimi jeuri. Afu mwanamke anaonekana roho mbaya sana. Sasa hapa ameingia choo cha kike. Wewe sio kwamba anaonekana tu ana roho mbaya. Yaani huyo anaonekana ndani yake ana figisu. Nimewasikiliza maongezi yote mliokuwa mnaongea. Sawa, sio kwamba huyu jamaa tu ana roho mbaya na udemu. Umeelewa? Bali wana figisu. Sasa figisu zao ambazo wameanzisha moto wa mtema kuni. Sasa mnanielewa? Ondoa wasiwasi kabisa, ili nitadhibiti. Kwanza wewe mtoto mwenyewe tumemhifadhi tu hapa, nafikiri unajua hilo. Sawa, nikamuonea huruma mimi, nikamweka kwenye chumba cha uani. Sasa nimempa msaada na anajifanya mtu wa msaada. Yaani anaolea hapa kwa kakangu mimi, yeye anaolea, yani anaolea kwa kakangu. Huyu mimi anijui. Nitanifanyia kazi, kwani na amani. Lakini baba mdogo, haya yote umeataka wewe. Kwa sababu huyo Faisal tu alikuwa hatakiwi kukaa hapa. Haya sasa umembakiza kaleta na mtu mwingine. Nisikilize wewe, nisikilize kwa makini. Kwanza mnatakiwa kuniamini mimi. Sawa, hiki ninachokiongea. Hata angekuwa watu 10, mimi ningewadhibiti. Sio, unanielewa?
na kitu ambacho kiko hapa na mpango mkubwa tu unaendelea kufanya. Kwa kuwa ameongeza mtu, tumeshapata sababu. Mimi ni uhifadhi kule tu kuogopa lawama, maana ndugu angeniangalia katika jicho baya, maana mimi ndio nimeachiwa na kaka kwamba niutazame nyinyi. Umeelewana? Baada ya kudondoka nimebaki nyinyi, na nyinyi ndio kipaumbele kwangu, sio ule bonge hata nipa mimi nini. Kwa hiyo tulia, kwa kuwa amekuchokoza hiki amekezalisha kingine, utadhibiti. Sijui tunaelewana? Imeisha. Yaani kaka, yaani mimi yaani nitamchakaza. Sitaki kabisa masiara. Sitaki kabisa, na atatoka humu ndani. Asinifanye yeye mwenye nyumba. Mimi nitaongea na mwanaume wake. Kwa hiyo relax tu, usijali. Sawa. Yaani kanitibua. Watu. Anacheza ajikuta Queen Elizabeth au kitu gani? Nitamtibu. Mbona atatoka humu? Anatuvimbia sio yenye nyumba. Laida, wewe Isha kaja kufuata nini mndani? Mbona kama una wasiwasi? Amekuja tu kunisalimia na shida. Kusalimia tu? Hajaongea ujinga wake wowote? Hapana. Sawa. Kama utakuwa na tatizo lolote, wewe usisite kuniambia. Niambie, mimi naweza kukusaidia. Sawa? Mimi ndugu zangu nawajua. Umeelewa? Mdogo wangu yule bwana ana maneno mengi sana. Yaani maneno mengi sana. Kwa nini kofia sija kaingia kwa mgonjwa wangu akakwambia maneno mabaya kwenye mbaraa bure. Muongeaji sana hiyo. Najua yule ndio mwenye shida. Ndio. Sumbuliwa na mapenzi. Amejuaje? Sio shoga yangu ni msongi. Ndio taalamu. Unatakaje mama? Hapa ninachotaka mimi, usiule bwana, unipe dawa hiyo ambayo nikimfanyia hatamuona mwanamke mwingine yoyote zaidi yangu mimi. Pia. Yaani hiyo dawa nikishamfanyia, chochote nitakachomwambia mimi, chochote nitakachokiongea mimi, basi kwake iwe ni ndio, basi. Sio, umenielewa mganga? Hilo limeisha. Mimi ndo Masumbuko. Nimetoka Kolelo. Nawa ya maji. Niweke chini. Nawa ya maji. Ndako. Natosha.
Ili linawezekana, limewezekana. Sasa nitakupa dawa. Hii dawa itakayokupa, hakikisha unawenda kuweka kwenye mlango wake usiku wa manane, unakwenda kunyunyiza. Akiruka utafanya vile unavyotaka, utamwambia vile unavyotaka wewe. Hakikisha ukosei masharti. Asante sana mganga. Mnaweza mkaenda. Wewe uko unaelewa utaratibu wa ofisi. Leo utachangia mkoba, ila ukifanikisha utarudi kunipa asante yangu. Andashidi nini? Weka hapo. Mnaweza mkaenda. Tuangalie vingine. Inatosha. Mimi leo niandalie. Inatosha. Wewe inatosha. Wewe hapa nyumbani.